Ni mchezo mwingine wa ligi ya mabingwa barani Afrika, upande wa Yanga wakiwa ugenini kwa mara nyingine tena siku ya kesho tarehe 23 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, siku ya Ijumaa, ikiwa ni majira ya saa 1 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tutakwenda kushuhudia uwanja wa Alexandria, ndio uwanja ambao utakwenda kuzipokea dakika 90 za mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Yanga kwa mara nyingine tena, baada ya kufanikiwa kupata sare katika mechi yake dhidi ya JS Kabylie ya kutokea nchini Algeria, bado hawajakata tamaa. Wana matumaini makubwa ya kufanya vizuri, kufanya makubwa na kuhakikisha kwamba timu yao inakuwa katika mentality ya hali ya juu, na pia timu inakuwa katika mambo ambayo wanaamini ya kwamba yatawapeleka katika nchi ya ahadi. Kuelekea katika mchezo huo, coach mkuu wa Yanga ambaye ni coach Pedro Soares Goncalves aweza kuzungumza sehemu ya maandalizi makubwa ya upande wa kikosi chao kuelekea katika mchezo wa hapo kesho, na moja jambo kalizungumza ni issue ya rotation ya kikosi, kwa maana ya mabadiliko ya kikosi. Kocha ameainisha na kuweka wazi zaidi kwamba expectation kubwa kesho tutarajie kutazama mabadiliko ya kikosi na aina ya uchezaji, kwa sababu aina ya mpinzani wanayekwenda kukutana naye sio mpinzani wa kawaida. Hawezi wakaingia kama walivyoingia kwenye mchezo wao dhidi ya Mashujaa. Kila mchezo una approach yake, na mchezo wa kesho dhidi ya National Al Ahly wanaingia katika upande wakiwa na game approach nyingine. Wanawaheshimu wapinzani na wanaamini Ahly ni moja ya timu ambayo imekuwa na ushindani mkubwa, ni moja ya timu kubwa barani Afrika, lakini wao kama Yanga dhamira yao ni kwenda kuzichukua alama 3. Ikishindikana alama 3, basi wapate alama 1 katika upande huu. Kumbukwe Yanga ni timu ambayo kwenye kundi lao hawajaweza kufungwa bao lolote, so upande huo nayo imeibua gumzo kubwa katika kila ambacho tayari kipo na kila ambacho kinapata nafasi ya kujiri na kuonekana katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Bwana, karibu mwana michezo, ni kubirishe kwenye probable lineup ya wachezaji 11 ambao coach Pedro Soares anakwenda kuanza nao katika siku ya hiyo kesho saa 1 kamili usiku. Pia Sky Media tutakuwa hapa kupitisha katika yale yote ambayo unastahili kuyapata na mengi ambayo pia unastahili kuyafahamu kwa kina zaidi. Kikosi cha National Al Ahly wako nyumbani, Yanga yupo ugenini. Yanga anaingia kwenye mfumo wa 4-3-3 akiwa na goalkeeper Djigui Diarra ndiye goalkeeper katika mechi hiyo. Fullback right ni Yao Atoura Kwas, beki namba 2. 3 yupo Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Then mabeki wawili wakati yupo Ibrahim Abdurabaka sanjari na mwamba kweli kweli Dickson Job ambaye anaingia kwenye mchezo huu kama nahodha. Then 6 yupo Damaro Kamara akicheza kama acheza kama holding midfielder nambari 6, wakati nambari 7 yupo Max Mpia Nzengeri. 8 yupo mwamba anaitwa Duke Abuya, ndiye anacheza kama nambari 8 katika mchezo, wakati nambari 9 tupo na mashine kweli kweli inayojulikana kwa jina la namba 9 tupo na mashine inayojulikana kwa jina la 9 yupo mwamba anayejulikana kwa jina la Laurindo Danielson Aurelio Depu, ndiye anacheza kama nambari 9. Then 10 yupo Pacome Pedro Zuzwa, Pacome Zuzwa anacheza kama namba 10 katika safu ya ushambuliaji, na 11 akimaliza Alan Okero. So hao ni nyota 11 ambao Yanga anakwenda kuwatumia katika mechi yake ya kesho dhidi ya National Al Ahly, moja ya mchezo mgumu, moja ya mchezo ambao unataraji kuteka hisia za watu wengi zaidi. Kwa upande wako kikosi hichi, yani Djigui Diarra, Yao Kwas, upande wa Mohamed Hussein beki namba 3, Dickson Job, then Ibrahim Baka namba 5, 6 yupo Damaro Kamara, 7 Max Nzengeri, 8 Duke Abuya, 9 Depu, then 10 Pacome na 11 Okero. Hii Yanga ya kikosi hichi unaiona vipi? Yanga wanasema ili Gwaride watalipiga kama hawatakuwa na mechi nyingine, ikiwa na maana ya kwamba wanakwenda kucheza kama mechi ya kifo. Wewe una mtazamo upi? Tupia comment yako, lakini pia nikuombe kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umeweza kusubscribe. Hii ni Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo unazipata taarifa zote kwa kina zaidi.